Uwepo wetu hapa siku ya leo, ushiriki wa kila mmoja siku ya leo, tukiwa tumetulia, ni kwa sababu taifa letu lina amani na utulivu. Na ndio maana nasema bila kujificha, yako mambo tutayazungumza uwani, lakini linapokuja swala la amani tutalizungumza bayana, bila kificho. Bila kificho. Na mimi ndio maana nimekuwa nikimpongeza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anafanya kazi nzuri sana. Natambua hata wale wachochezi wa amani si wana Dar es Salaam. Wana Dar es Salaam wanajitambua, ni wachapakazi, wanafanya kazi kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo wale wanaokuja kuvuruga amani, mkuu wa mkoa washughulikie bila kuachia. Ni lazima tuilinde amani ya nchi yetu. Na wale wanaohoji wanasema sasa waziri huyu anazungumziaje masuala ya amani? Nataka niwaambie, mimi ndio waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mamlaka zote za serikali za mitaa ziko chini yangu. Wakuu wa mikoa wakiwa chini ya mamlaka hizi ni wasaidizi wangu, wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Na hawa ndio wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama za mikoa na za wilaya kwenye maeneo yao. Na mimi ndio waziri wao. Sasa unaniwekaje pembeni hapa? Nimekusha sema, nilisema kule Mbeya na hapa narudia. Linapokuja swala la amani, hatutazungumza kwa kujificha. Taifa hili limefika hapa tulipo kwa sababu wazee wetu walifanya kazi kubwa kwa ajili ya taifa hili. Na sisi vijana wa karne hii tunawaambia Watanzania, tutailinda amani ya nchi hii kwa nguvu zetu zote. Kwa nguvu zetu zote. Na ndio sababu leo hii wazee wametulia. Inapotokea machafuko ya aina yoyote, hapa machafuko hayo hayataangalia huyu ni mzee, hayataangalia huyu ni mama, hayataangalia huyu ni mtoto, hayataangalia huyu ni kiongozi wa dini, hayataangalia kijana. Kwa hiyo ni wajibu wetu wa Tanzania kuilinda amani hii kwa nguvu zetu zote. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, endelea kuchapa kazi. Na sisi tunaamini wale wanaokuja kuleta vurugu Dar es Salaam si wana Dar es Salaam. Wanatoka mikoani na wengine wanatoka nje ya nchi. Si wana Dar es Salaam. Watu wa Dar es Salaam wanajitambua, wanafanya kazi na wanaingiza kipato. Na ndio sababu leo tumesimama hapa. Kungelikuwa hakuna amani hapa, huu mkutano usingelifanyika. Asingelikaa mtu hapa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, endelea kuchapa kazi, wadhibiti bila kurudi nyuma. Na hii si Dar es Salaam tu. Maana yake mikoa yote iliyobaki 25, wakuu wa mikoa, endeleeni kudhibiti mipaka ya maeneo yenu, kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na amani katika maeneo yao. Tuliachiwa taifa hili likiwa salama na baba wa taifa. Na sisi tumekwisha sema bila kificho, tutahakikisha taifa hili tunalirithisha kwa vizazi na vizazi likiwa salama, salama kabisa. Maana yake ni kwamba yule asiyesikia, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mkiwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, shughulikeni nao katika maeneo yenu. Huo ni ujumbe wangu wa kwanza. Lakini tukio la pili ni utiaji wa saini. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.